Ripoti ya kanisa la Kikatoliki ya Mei tarehe 11 mwaka 2011 ilieleza kanisa lake pamoja na Legion Maria kama madhehebu yasiyoweza kuainishwa. Na mtazamaji, ikimtaja kama mtu mwenye umbo la kuvutia na vilevile mwenye mbwembwe, mcheshi na wa maonyesho, lakini aliyebeba hali isiyoweza kupuuzwa ya mamlaka ambayo vilevile ni ya mwanzilishi mwenyewe, na vilevile hata wakosoaji wake wakajitokeza na kusema mengi. Uwepo wa Father John Pesa wa kwanza pekee uliibua udadisi, hofu, ibada na hata mshangao kwa kiwango sawa. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu mhariri Oko Kusa, ni kwamba mwanzilishi huyo mwenye utata wa kanisa la Holy Ghost Coptic Church Africa, ambaye mwili wake sasa umelazwa katika eneo la Kwee, hifadhi hiyo mjini Kisumu, alivuta usikivu kila alikokwenda. Alijibeba kwa uzito wa mtu aliyekuwa na hakika kuwa alikuwa ameguswa na Mungu. Tupate historia yake. Dala mamalo simboto iki wabrodhiru wako simbolo. Dala mamalo simboto iki wabrodhiru wako simbolo. Father John Pesa I, kama alivyokuwa akijulikana sana, alibaki kuwa takwimu kubwa katika mazingira ya kidini ya Nyanza, huku wengi wakimfahamu kupitia kwa utata uliokuwa ukionekana kumfuata kila alikokwenda. Tutaenda kuvaa taji huko binguni. Alitengwa na kanisa Katoliki mwaka wa 1971, hatua iliyomsababisha kuanzisha kanisa lake mwenyewe ambalo makao yake makuu yako karibu na Mamboleo, kando ya barabara ya Kisumu Kakamega. Alikuwa altar boy ya Catholic, alisaliwa kwa Catholic, Nyandago Catholic Mission. Mimi waandishi wa habari wengine wanaita mimi Bishop Pesa. Hapana, mimi si bishop. Wakoptika hawakumpa mimi bishop. Mimi ni Reverend Father John Pesa. Father Pesa mara kwa mara alizua uzushi kupitia madai kwamba alikuwa na uwezo wa kuwasaidia kiroho watu wenye matatizo ya akili, baadhi yao wakifungwa nyororo ndani ya eneo la kanisa, hali ambayo mara kwa mara ilimweka katika mgongano na umma pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu. Food naye siwezi danganya. Wallahi, hata kama nisema ati kama nilikuwa nafanyia king kazi, food naye siletewi. Utetezi wake siku zote ulikuwa kwamba ni watu waliokuwa na vurugu pekee ndio walifungwa ili kuwazuia kuwadhuru wengine au kujiumiza wenyewe. Wakilete yeye hapa, mimi taombea maneno ya mdomo tu na mtu anapona. Ndio nyinyi waandishi wa habari wengine waliita mimi mute healer. Si ati Yesu, fanya! Kwa jina lako tukufu, fanya! Father Pesa mara chache sana aliondoka ndani ya eneo la kanisa, na kila alipotoka nje ya kuta za eneo hilo alivuta usikivu mkubwa, jambo ambalo lilionekana kumfurahisha. Wakati moja alitembea kutoka kanisani kwake hadi katikati ya mji wa Kisumu, akasababisha msongamano mkubwa wa magari katika mji ambao mara chache hukumbwa na msongamano nzito. Mara nyingi alikosolewa kutokana na madai kwamba kila maandamano yake yalifuatwa na ajali karibu na mzunguko wa barabara ulio karibu na kanisa lake. Janga la hivi karibuni lilihusisha basi la AIC Naki High School lililokuwa limebeba waombolezaji kutoka jamii ya Sigoti, ambalo lilipinduka katika eneo hilo hatari na kusababisha vifo vya watu 29. Maybe God knows the reason, but with us we can't suspect someone to be behind this. Wakati viongozi wengi wa kidini kutoka Nyanza walikuwa wakijipanga upande wa siasa za upinzani na mara nyingi kumegemea kwa marehemu Raila Odinga, Father Pesa yeye alichagua mara zote kufanya kazi na serikali iliyokuwa mamlakani. Na wakati hiyo mimi naomba mpaka nikafika wakati wa Moi. Naomba Moi ndiye alifungulia kanisa yangu hiyo. Tunaomba mpaka Mwai Kibaki. Hisia zake za ucheshi mara nyingi zilijitokeza alipokuwa akizungumza na waumini, kufanya mikutano na wanahabari au kuhutubia mikutano ya kisiasa kwa Kiswahili. Na ati mimi nilifika Kajulu hapa
saa 5. Nalifika Maseno saa 5 kwenda kubwaga masaidi, na mimi nikaenda Seme ni kubwaga masaidi huko Akala, ni saa 5. Jaja kaangalia, hii mtu hii iko na bawa kama malaika. Kama dini yaendelee, kila mtu aendelee na yake. Kama yako hiyo anatosesa matakwa ya watu waingie. Huko Kusa, NTV.